Wa rahmatullahi wa barakatuh. Program hii unayoona hapa au mandhari unayoona hapa, kulikuwa na maonyesho kwa ajili ya kufunga kambi ya wahitimu ya malezi ya vijana waliohitimu kidato cha 4, na hapa tulipo ni kwenye mabanda ambayo yanaashiria kulikuwa na shughuli mbalimbali zilikuwa zinafanyika. Sasa sitaki kukuchosha kwa ajili ya kuonyesha mambo mbalimbali, lakini almuhimu ni kwamba kwenye banda hili ni banda ambalo lilikuwa linahusiana na mambo ya dini. Kwa hiyo ukitazama kulikuwa na mambo ya kuosha maiti, kulikuwa na mambo ya vitabu, na kulikuwa pia kuna mambo mengine yanayohusiana na ujasiriamali kama kilimo, mambo ya ufundi umeme, lakini pia kulikuwa na shughuli za mambo ya viatu. Lakini ukihamia banda lingine hapo unaona watu wamejazana, utafikiri wanagombania samaki. Kulikuwa na shughuli hapa, kilikuwa ni kitengo kinahusiana na mambo ya IT. Unaona afisa wa IT hapa anaendelea katika vijana hao wamejifunza IT, lakini hapa ni shughuli ya kulikuwa na mambo ya uchomeleaji. Kwa hiyo vijana pia wamejifunza mambo ya uchomeleaji na maonyesho yalionyesha hivyo. Lakini pia kulikuwa na ishu ya fundi nguo, kulikuwa na ubunifu wa ufundi nguo. Lakini pia vijana hapa kulikuwa na ishu ya wataalamu wa kutengeneza vifaa vinavyohusiana na mambo ya ngozi. Kwa hiyo mikanda, vipochi vya kina mama, viatu na nini hapa vimetengenezwa. Lakini ukiacha hapo, ukija huku kulikuwa na shughuli nyingine ilikuwa inahusiana na mambo ya mapambo. Vijana wamejifunza mambo ya mapambo, na hizi ni shughuli na ni mifano inaonyesha ya mapambo. Ukitoka hapa kulikuwa na banda la sayansi, kulikuwa na banda la kilimo na sayansi. Kilimo na sayansi hapa kulikuwa na shughuli za masala ya kilimo, lakini pia kwa maana wanasema kilimo cha bustani. Lakini pia kulikuwa na suala la kilimo, ufugaji wa samaki na mazao ya nyuki. Huu ni mchakato wa kufuga samaki, lakini hapa ni kilimo cha shamba la kawaida. Hapa ni ishu ya utengenezaji wa mizinga ya kienyeji kwa ajili ya kulina, kutunza, kuvuna asali na mazao yake. Huu ni mchakato wa kutengeneza zana zinazotokana na nta ya asali. Lakini maonyesho mengine yalifanyika hapa yalihusiana na masuala ya ubunifu katika uandaaji wa chakula. Kwa hiyo hapa ni hatua mbalimbali za kuonyesha vyakula na vinavyoweza vikandaliwa. Lakini kabla ya mwisho kulikuwa na banda hili la sayansi na utengenezaji wa sabuni na ubunifu wa uandaaji wa chakula pia. Kwa hiyo hizi ni sabuni, hatua za uandaaji wa sabuni za maji, na huku chini ni vyakula. Banda la mwisho kabisa lilikuwa linahusiana na maonyesho ya elimu ya ujasiriamali na mawasiliano. Mwalimu aliyekuwa anashughulika na eneo hili alikuwa anafundisha vijana namna ya kutumia fursa ya ujasiriamali, lakini namna ya kutumia kanuni ya mawasiliano katika kuwezesha shughuli za mambo ya ujasiriamali. Kwa hiyo walifundishwa mambo ya ushirikiano kwenye biashara, kuna mambo ya ushirikiano, lakini kuna issue ya biashara mtandao, matumizi ya mtandao ili kufanya biashara, lakini kulikuwa na mambo ya usimamizi wa fedha, lakini walijifunza biashara mtandao. Mimi kama Suleiman Yunus Abuyo, lakini nasimamia online YouTube channel Kamati ya Kuendeleza Uislamu. Kwa uwezo wangu na juhudi zangu za kuripoti matukio haya kwa muda mrefu, imenitunukia au imenizawadia cheti cha utambuzi wa juhudi hizi. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie hawa viongozi waliona juhudi hii kuwa ni juhudi ya msingi, na Allah anipe nguvu safari ya kuliendea jambo hili, kuhabarisha mambo ya kheri kama haya iendelee kudumu, na Allah tujalie mwisho mema. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Aisha Yahya Peche, ni mhitimu wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Wiche. Ni mhitimu wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Wiche iliyopo Kamara, wilaya ya Kigoma DC. Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa na wageni waalikwa, karibu katika banda la malezi, maadili na dini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa na wageni waalikwa, tunafurahi kuhudhuria katika hafla hii tukufu. Hafla hii imeandaliwa na Kamati ya Kuendeleza Uislamu Tanzania iliyo chini ya Islamic Propagation Center IPC kwa ulezi na ushirikiano Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA. Mheshimiwa mgeni rasmi, kambi hii imedumu kwa miezi mitatu. Sambamba na hilo,
Jumuiya hii ya KKKT inajihusisha na programu mbalimbali. Miongoni mwa programu hizo ni kutufundisha sisi na kwenda kufundisha elimu ya dini ya Kiislamu kwa shule za sekondari na shule za msingi. Pia kuna kata program, kuna itikafu, lakini pia kuna ujenzi wa vituo vya elimu. Mfano kituo hichi, kuna kituo kinatarajiwa kujengwa siku ya tarehe 12 mpaka tarehe 19 maeneo ya Kitagata Kasulu. Ikiwa kama wadau kuendeleza Uislamu, naomba kufika bila kukosa, aidha kwa hali au mali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kambi hii tunajihusisha kusoma masomo ya aina mbili. Somo la aina ya kwanza ni somo la dini ambalo ndio msingi mkubwa kabisa katika kambi hii ya malezi kwa watoto wa kidato cha 4 waliohitimu kidato cha 4. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa, katika masomo ya dini tunajifundisha Qur'an tukufu, akhlaq, sira, tauhidi, hadithi na vitabu vingine. Lakini pia katika fiqh tumejikita kujifunza kwa vitendo zaidi mbalimbali ambao watahusika katika hadhara hii. Inshallah karibuni sana, twende haraka haraka. Baada ya hapo inshallah pembeni hapo kuna wageni mbalimbali wanaendelea kutembelea mabanda. Hawa ni sehemu ya viongozi wa msikiti panapofanyika kambi. Nyuma yao kuna maonyesho hapa na jiko linalotumia oili chafu na mkaa uliotengenezwa kutokana na takataka. Hapa kuna fundi anayeshona nguo katika vijana waliohitimu mafunzo kuonyesha ustadi wake wa kutumia cherehani. Kando yake kuna wataalamu vijana wanajifunza bidhaa za ngozi. Pia hapa kuna bidhaa za kilimo, mboga tayari zimevunwa. Hapa kuna mzani kwa ajili ya kupima samaki. Hapa kuna samaki. Hapa kuna sabuni za maji na sabuni za mche vijana wametengeneza. Pia hapa kuna deli, kuna vyakula hapa kama na vingine kuokwa. Hizi ni juhudi za vijana baada ya kufunza. Hawa ni samaki na hii ilikuwa ni chombo ambacho samaki walikuwa wanafuatiwa kwa ajili ya mafunzo na sasa hawakuuzwa hapo. Hawa ni wahitimu takriban zaidi ya 90 wavulana kwa wasichana ambao mwaka huu 2026 kwa mkoa wa Kigoma ni awamu ya 5, lakini kitaifa ni awamu ya 6, na wapo hapo tayari kwa kushiriki. Wakati wako hapo, wengine wako kwenye maonyesho kwa ajili ya kuwafafanulia wageni wanaotembelea mabanda mbalimbali. Mashallah, kwa kweli wamependeza, kwa kweli inafurahisha. Vijana akijaribu kuonyesha, kufafanua na kueleza yale ambayo yanapatikana pale. Kwa muhimu kujaribu kuonyesha weledi wao kwa kile walichojifunza, na mashallah Allah alipokea walimu waliofanya shughuli hii kwa muda takriban miezi 3 kuanzia Desemba mpaka tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026. Maelekezo yanaendelea kutolewa kwa wageni waliofika na kwa bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa na vijana, na inaonekana banda hili lenye vifaa jiko na nini inaonekana linavutia sana. Wageni wengi walikuwa kituoni hapa tumepata mafunzo mbalimbali. Karibuni, tunatoa fursa kuwa hapo pia kuna dawa tunachoonyesha wiring na taa zinawaka. Hiyo ni kazi wamefanya vijana wa umeme. Tuko hapa, ukihitaji wiring utapata kwa bei nafuu. Karibuni. Tumefikiria jinsi gani tunaweza tukadhibiti uchafuzi wa mazingira katika sehemu ambayo tunatengenezea vyombo vya moto, kwa mfano garage. Pale wakati kuna uchafuzi mwingi wa mazingira, tukafikiria kwa jambo gani tunaweza tukafanya kwa ajili ya kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Tukabuni kwamba tunaweza ajingo hili tulikuwa tunajiuza kwa kipindi. Huyu ni mgeni rasmi ambaye ni kaimu meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji, akimwakilisha mgeni rasmi. Rasmi atakiwa awe meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji, lakini kwa dharura ya shughuli za kiofisi ili yakilishwe na kaimu meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Ndo mama yetu huyu. Tunauza na hii jiko tunauza 35, hii hapa 25. Hapa ni plate mbili, na hii hapa 25. Hii hapa ni plate mbili na hiyo moja. Unaweza kupiga hata kingine, haina shida.
ni imara, sio kama yale majiko yanachezea kwa mabati na hizi imara kabisa. Hapa kweli mimi ninatumia na uwezo wa kuwasha asubuhi mpaka usiku. Ngao ukiwashwa hauzimwi. Inshallah. Tuendelee. Ni gauni analoweza kuvaa mama yetu. Gauni hili tumeweza kushona sisi wenyewe. Hili hapa pia ni gauni la mtoto. Subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja kwa jitihada aliyofanya, kwa nguvu alifanya na muda aliotoa, atulipe kila la kheri. Ajalie wema huu uwe katika mizani ya kheri zetu. Atufungulie dunia yetu na akhera yetu.